Habari, hii ni video ya elimu kwa jamii kutoka Catholic Church ya Milwaukee. Leo sisi tutaenda kuongelea namna ya kumwakilisha au kumsimamia mtoto wako shule. Hii inaitwa kumtetea au kumwakilisha. Kama utakuwa ni mgeni hapa Marekani, unaweza ukawa ufahamu ya kuwa shule hupendelea kuona ushiriki wa wazazi na kuona wazazi wakishiriki katika kuuliza maswali. Lakini tunaelewa ya kuwa inaweza ikawa jambo gumu, hasa kwa kuwa unajifunza labda lugha ya Kiingereza au kwa kuwa unatumia muda mwingi sana katika kufanya kazi, au saa nyingine inatokana na kutokuwa na hali ya kutokujiamini kuzungumza na walimu. Lazimiki kuzungumza lugha ya Kiingereza kwa ufasaha. Jambo lililo muhimu zaidi ni kwamba unajali zaidi kuhusu watoto wako na unataka wafanye vizuri. Hilo litakufanya uwe mtetezi bora tayari. Ni ipi maana ya utetezi au uwakilishi? Kwa lugha ya Kiingereza kwa maana ya advocate. Kwa lugha ya Kiswahili tunasema utetezi au tunaweza kusema uwakilishi. Kumtetea maana yake ni kuongea pindi mtoto wako anapokuwa anahitaji msaada wako shuleni. Inaweza ikawa kwa namna ya kuuliza maswali, kutoa maoni au mapendekezo yako, au kujifunza zaidi namna mtoto wako anavyofanya shuleni. Hauhitaji kuzungumza kwa sauti kubwa, jiamini au zungumza mbele ya kamati husika. Wazazi wengi huwakilisha au huwatetea watoto wao kwa kuzungumza na mwalimu mmoja au mfanyakazi mmoja. Unaweza ukahitaji mkalimani kwa ajili ya mkutano, au unaweza ukaomba nyaraka za shule ziweze kufanywa tafsiri kwa lugha ambayo unaweza kuelewa, hususani kwa lugha ya Kiswahili. Ni sawa kupaza sauti yako. Ni sawa kwa wewe kuzungumza au kuongea. Kwa baadhi ya tamaduni, wazazi huwa wanakuwa kimya na kuacha walimu waamue katika kila kitu. Kwa hapa nchini Marekani, walimu hutarajia familia kujumuika kwenye mambo ya shule, kuzungumza kwa kupaza sauti yako, kwa maana ya kutoa maoni au mapendekezo yako. Haina maana ya kuwa wewe ni mkorofi au unadharau. Hutoweza kuleta matatizo kwa kuwa unauliza maswali au kuzungumza chochote ulichokiona au kukigundua kuhusu mtoto wako. Kwa hakika, walimu wengi hushukuru kuhusu hilo. Wewe unamjua mtoto wako kuliko mtu mwingine. Huwa unaona maendeleo yao kuliko mtu mwingine. Huwa unaona yale wanaofanya vizuri na mambo yapi ambayo unaona yanawapa changamoto, na yapi ambayo huwapa furaha au kuwavunja moyo. Sauti yako ni muhimu na ni lazima iweze kusikika. Kuwa tayari kuzungumza. Tunajua kuwa wazazi wengi hutumia muda mwingi kazini kwa kuwa na kazi nyingi, au kuwa na kazi ya kulea familia yao. Unaweza kuhisi kama umechoka, una mawazo kupita kiasi, au huna uhakika na kipi cha kusema. Hilo ni jambo la kawaida tu. Kama unaweza chukua dakika chache kufikiri kipi unachotaka kusema kama hujaonana na uongozi wa shule. Unaweza kuziandikia hoja zako kwenye karatasi, au unaweza kutumia simu kurekodi ujumbe wako mfupi kama memo. Kama kuandika ni vigumu, jaribu kufanya mazoezi na rafiki yako unayemwamini au mwanafamilia. Unaweza ukamuuliza mtu yoyote akusaidie kuandaa ujumbe au swali kwa lugha ya Kiingereza. Zungumza na mtu mmoja ambaye unayemwamini. Kama una wasiwasi au uoga wa kuzungumza, anza kuzungumza na mtu ambaye unadhani ni mkarimu na wewe una amani ya kuzungumza naye. Hii inaweza kuwa mwalimu wa darasa wa mtoto wako au mwanasaikolojia wa shule, mkuu wa shule au katibu wa shule. Unaweza kuongea na mzazi yoyote ambaye ana uzoefu wa mfumo wa shule. Wazazi wengi hupenda kuwasaidia wazazi wengine kuhusu mambo ya shule.
Kuchukua hatua ya kwanza inaweza ikawa ngumu, lakini pindi unapoanza inakuwa rahisi sana. Hauhitaji kufanya kila kitu kwa mara ya kwanza. Hata mazungumzo madogo huweza kuwa na utofauti. Uliza maswali au uliza msaada. Kama unahisi kuna kitu hakiendi sawa shuleni, ni sawa kuuliza maswali. Huhitaji kuwa na maneno sahihi au kuzungumza lugha iliyo sanifu. Wewe zungumza kutoka kwenye moyo wako. Unaweza kusema vitu kama, ninafikiri mtoto wangu anasumbuka au ana changamoto katika kujifunza. Unaweza tafadhali kunisaidia nini kimetokea? Ningependa kujua kama msaada wa ziada. Ningependa kujua kama kuna msaada wa ziada kwa mtoto wangu. Je, mtoto wangu anaweza kufanya jaribio kuona ni msaada gani ambao anaohitaji? Huwa kuna huduma ya bure au msaada unaopatikana katika shule nyingi. Lakini mara nyingi inabidi uweze kuuliza maswali ili uweze kupata msaada. Kama unajua mwanao anahitaji huduma shuleni kama vile msaada wa kuzungumza, msaada wa kusoma au msaada kutoka kwa mwalimu wa mahitaji maalum. Lakini ikiwa kama hawapati msaada wote, ni sawa kwa wewe kuuliza nini kinachoendelea hapo shuleni. Endelea kushiriki juu ya mambo ya shule. Endelea kushiriki juu ya mambo ya shule. Kumtetea au kumsimamia mtoto katika mambo ya shule sio jambo ambalo unafanya mara moja. Inaisaidia kama utazidi kufuatilia mambo ya shule na kuwasiliana na mwalimu wa darasa au shule kwa ujumla kwa mwaka wote. Tunajua kuwa upo na kazi sana na unaweza ukawa huna muda wa kuandika ujumbe mrefu au kushiriki tukio la shule. Hiyo ni sawa. Hata kwa kufanya mambo madogo kama kutuma ujumbe mfupi, kujiunga na mkutano wa mwalimu na mzazi au kuuliza maendeleo ya mtoto huweza kuleta matokeo makubwa. Asante sana. Tunashukuru kwa kuweza kujumuika pamoja nasi kutazama video hii. Tunaomba ualike marafiki zako. Kikubwa unapaswa ujue, hauhitaji kuzungumza Kiingereza kwa ufasaha au kuelewa kila sehemu ya mfumo wa shule ili uweze kumwakilisha na kumtetea mtoto wako. Unazo tayari sifa za msingi za kumpenda mtoto wako na shauku ya kumsaidia mtoto wako aweze kufanikiwa. Asante kwa kutazama video yetu. Karibuni sana kuweza kulike ukurasa wetu huu na kuweza kuwajumuisha na marafiki zako. Asante sana. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.